Miaka 125 iliyopita dunia imeshuhudia mabadiliko mengi sana kwa kipindi cha miaka 125 mpaka kufikia leo 2026. Jambo la kwanza ni kuanguka kwa dola kubwa duniani. Katika kipindi hichi kuna dola nyingi sana inaonekana kwamba zimeweza kuanguka au tawala kubwa zikaweza kuangushwa. Katika nchi ya Urusi mwaka 1917 utawala wa kifalme ulikuwa ukitawala pale ulianguka. Lakini baada ya hapo kuna dola kama ya Ottoman Empire. Kilele chake ilikuwa mwaka 1924 baada ya kuwa kuna series ya michakato ya kuanguka kwake, lakini 1924 hasa ilikuwa ni kilele cha kuanguka kwake rasmi. Lakini kuanguka kwake maana yake kulipelekea kuzalikana kwa nchi tofauti tofauti, kuzalikana rasmi kwa nchi kama ya Saudi Arabia, nchi kama za Iraq, nchi kama za Jordan na mfano wake. Maana yake yale maeneo yanapatikana katika eneo la Hijaz na maeneo ya Sham, kwa maana kwamba maeneo yanahusiana nchi kama ya Jordan, nchi kama ya Israel ambao kwa kipindi hicho kijulikana kama Palestine, lakini vile vile maeneo kama ya Lebanon na mfano wake. Lakini vile vile kuanguka hasa kwa Umoja wa Sovieti katika mwanzoni miaka ya 90, USSR vile vile ilianguka, kwa maana ya kwamba nchi ambazo zilikuwa katika umoja husika zilijimega kwa sababu ya matatizo kama ya kiuchumi na mfano wake. Haya yalikuwa ni mabadiliko ambayo dunia imeyashuhudia katika upande wa tawala, lakini vile vile dunia imeshuhudia mabadiliko katika upande wa mifumo. Kuanzia kumalizika kwa vita kuu ya kwanza ya dunia, maanake ilianzishwa taasisi inayojulikana kama League of Nations kwa lengo la kusimamia shughuli za dunia kama hivyo unavyoona kwamba Umoja wa Mataifa sio ulivyo. Lakini baada ya kutokea kwa vita kuu ya pili ya dunia ambayo ilikuwa inaashiria kwamba ile League of Nations imeshindwa kuzuia dunia kuingia katika migogoro mikubwa kama vita nyingine ya dunia, maana yake ni kwamba matokeo yake ilikuwa ni kuanzishwa kwa taasisi nyingine inayojulikana kama Umoja wa Mataifa tuliokuwa nayo leo hii. Kwa hivyo kipindi cha miaka 125 nyuma kimeleta mabadiliko. Mabadiliko ni mengi, lakini kimeleta mabadiliko katika upande wa tawala, lakini vile vile imeleta mabadiliko katika upande wa mifumo ambayo tumekuwa tukiishi nayo sasa hivi duniani. Lakini vile vile katika dunia kuna maeneo ambayo mara nyingi huwa yana experience mabadiliko. Maana yake tunazungumzia eneo kwanza kama la Balkan ambalo linakusanya maeneo kama ya Bulgaria, lakini kwa sababu nyuma yakaenda kusanya nchi kama ya Yugoslavia ambayo baadaye ilikuja ikasambaratika. Maana yake sasa hivi kuna nchi kama za kina Montenegro, kuna Bosnia Herzegovina, kuna nchi kama za Ugiriki na mfano wake. Maana yake zile nchi ambazo zinapatikana katika maeneo yale ya Balkan. Lakini vile vile kuna maeneo ambayo katika historia ya dunia pia huwa yana mabadiliko mengi, maeneo kama ya Anatolia ambayo kwa hivi sasa maana yake inakusanya nchi kama ya Uturuki. Lakini vile vile kuna eneo la Sham, kwa maana ya kwamba lile eneo ambalo linapatikana nchi kama ya Syria, maana yake nchi kama za Jordan na mfano wake, Israel na mfano wake, lile eneo la pale katikati. Na lile eneo lilikuwa na mabadiliko mengi sana katika historia hata huko nyuma, kwa sababu ni eneo ambalo lipo kati kwa kati. Maana yake kwa zamani palikuwa hakuna ile mfereji wa Suez Canal ambao sasa hivi inaonekana kama ni kitu kinachotofautisha baina ya bara la Afrika na sehemu ya Middle East. Lakini zamani ilikuwa hakuna ule mfereji wa Suez Canal. Kwa hiyo matokeo yake ilikuwa ni kwamba watu walikuwa wanaweza kutembea kwa miguu kutoka katika upande wa Afrika kuingia katika bara la pale sehemu ya Mashariki ya Kati na kuelekea hata katika upande wa katikati ya bara la Asia, lakini vivyo kutoka katika sehemu za Asia kuingia pale katikati katika sehemu ya Middle East kuja katika sehemu za Afrika. Na ndio maana hata wakati mwingine panakuwa kuna utata ya kwamba Waisrael mathalan ambao walikuwa wanapatikana katika eneo la Mashariki ya Kati wanahusianishwa zaidi na kuwa walikuwa ni watu weusi. Na mfano mzuri ni kabila kama la Lemba ambao linapatikana kule Zimbabwe takriban, ambao actually kiasili kabisa wakipimwa zile vimelea vyao, zile genetics makeup zao zinaashiria wazi kwamba ni watu ambao asili yake manake ndio wa Israel, na tofauti na wale ambao wanaonekana sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo kwa jumla eneo lile ni miongoni mwa maeneo ambayo yamekuwa na mabadiliko mengi kwa sababu ilikuwa ni eneo la kati kwa kati. Na kwa takriban miaka 20 nyuma, kuanzia mwaka 2021 toka nchi ya Marekani ilipotangaza vita dhidi ya ugaidi baada ya kutokea kwa tukio la kuanguka kwa yale majengo pacha mawili ya World Trade Center katika nchi ya Marekani, ambayo shambulizi yake lilifanyika kwenye mwezi wa 9 mwezi wa 9 mwaka 2001. Siku 9 baadaye
maana yake tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2001, Rais George Bush akatangaza vita ya dunia dhidi ya ugaidi. Eneo ambalo limeathirika mpaka leo kwa takriban miaka 20 nyuma, kiachilia mbali ile miaka 100, miaka 20 nyuma, hasa ni eneo hili la hapa katikati, maana yake eneo kama lile la Mashariki ya Kati kwa ujumla, kuanzia ile eneo la Sham kuja mpaka maeneo ya Hijaz, maana yake maeneo kama ya Saudi Arabia na mfano wake, na kuja katika maeneo ambayo yanapakana au yanafanana kitabia na eneo lile la pale Mashariki ya Kati, kwa maana kwamba maeneo ambayo yanakusanya watu wanaoongea lugha inayofanana na watu eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana lugha ya Kiarabu, yameathirika pakubwa. Maana unaweza kuona maeneo kama ya Sudan kwenda mpaka maeneo kama ya Libya na mfano wake, lakini vile vile maeneo ya watu ambao wanakusanya wana culture, zile mila zao zinafanana na watu wa eneo lile la Mashariki ya Kati, kwa maana kwamba wameathiriwa na zile culture za Kiislamu au zile mila za Kiislamu. Kwa hiyo maana inaingia maeneo kama ya Somalia na mfano wake. Yote haya ni maeneo ambayo yameathirika toka mwaka 2001. Lakini vile vile maeneo ambayo yanakusanya watu wanaofanana katika upande wa dini na wale watu wa pale eneo la Mashariki ya Kati, maana yake unakwenda katika maeneo kama ya Afghanistan, wote wameathirika kwa pamoja na movement hiyo ya nchi ya Marekani, ambayo inaweza ikaonekana kama ilikuwa ni movement ambayo imekuwa targeted zaidi katika sehemu moja ya eneo la Mashariki ya Kati na maeneo ya pembezoni yake, na mabadiliko makubwa yaliyotokea katika sehemu husika, ikiwemo kuanguka kwa tawala kubwa. Watawala wakubwa walikuwa wanaonekana kwamba wana ushawishi katika eneo la Mashariki ya Kati. Maana yake kwenye mwaka 2003 tulishuhudia kuanguka kwa serikali ya Saddam Hussein, mpaka mwisho wa siku akaja kuhukumiwa kunyongwa. Lakini vile vile 2011 tukaja kushuhudia kuanguka kwa serikali ya Muammar Gaddafi, ambaye mwisho wa siku vile vile alikuja akauawa. Lakini vile vile hivi siku za karibuni tumeshuhudia kuanguka kwa serikali ya Bashar al-Assad, ambayo mwisho wa siku ilibidi aondoke aende katika nchi ya Urusi. Mabadiliko yamekuwa mengi katika eneo hili. Sasa eneo hili ni eneo ambalo kiasili linabeba umuhimu wa namna yake, na ndio maana inaonekana mpaka sasa hivi vuta ni kuvute ya nchi ya Marekani inahusisha eneo la Mashariki ya Kati, na hii imekaa katika muundo huu. Eneo la Mashariki ya Kati ni eneo ambalo linakusanya vitu vitatu vikubwa ambavyo vinavyopatikana katika eneo lolote, maana yake vina uwezo wa kuwakusanya watu wake. Cha kwanza, eneo la Mashariki ya Kati ni eneo kubwa ambalo watu wake wanaongea lugha moja, na lugha ni kitu muhimu kwa sababu ni kitu ambacho kinazingatiwa, kinaweza kikawakusanya watu. Vita ya Urusi na nchi ya Ukraine leo hii ni vita ambayo moja katika malengo yake ya nchi ya Urusi ni kuwalinda watu wanaoongea lugha ya Kirusi wanaopatikana katika nchi ya Ukraine. Kwa hiyo ni eneo kubwa ambalo watu wake wanaongea lugha moja ya Kiarabu, lakini vile vile ni eneo kubwa ambalo watu wake wana culture zinazofanana, kwa maana zile mila zao wanazofuata ni mila ambazo za kufanana, ambazo actually zinakuwa zinaegemezwa zaidi na dini ya Kiislamu, kwamba ni watu wanafuata mila za Kiislamu. Lakini vile vile ni watu ambao wengi wanatoka katika mrengo wa dini moja, kwa maana kwamba ni watu ambao wanaweza wakajikusanya kupitia aidha lugha yao au kupitia mila zao au kupitia dini yao. Muundo wake umekaa hivyo. Ukiachilia mbali hapo, ni eneo ambalo vile vile zinakusanya rasilimali mali nyingi, ambayo kwa hivi sasa maana yake ni kwamba uhai wa uchumi wa dunia unategemea sehemu ya mali hiyo, ambayo si mali nyingine bali ni utajiri wa kiwango cha mafuta kinachopatikana katika nchi husika. Ukichukua nchi kwa mfano ya Venezuela, ukachukua na nchi kama ya Iran, zinaweza zikatengeneza takriban 33% ya mafuta yote dunia. Lakini ukiongeza nchi ya Saudi Arabia, maana yake ni kwamba inaweza kufanya 50% ya mafuta yote duniani. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukitoa reserve ya nchi ya Venezuela ambayo inapatikana iko mbali kidogo, lakini ukichukua tu reserve ya nchi kama ya Iran na ukachukua reserve ya nchi ya Saudi Arabia, maana yake ni kwamba ina uwezo wa kuchangia takriban 25% mpaka 30% ya kiwango cha mafuta kinachopatikana duniani, achilia mbali mkusanyiko wa nchi zingine ambazo vile vile zinafanya uzalishaji wa mafuta. Kwa hiyo maana yake ni kwamba uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa unaendeshwa kupitia eneo la Mashariki ya Kati. Katika mazingira ya namna hiyo, sababu hizi mbili, sababu ya kwanza ni eneo ambalo watu wake wanaweza wakajiunga kuwa kitu kimoja kama ilivyokuwa katika kipindi cha Ottoman Empire. Lakini vile vile ni jamii ya watu ambao vile vile wanaweza wakaunganishwa kupitia sehemu ya mali waliokuwa nayo.
Mwisho wa siku eneo la namna hii ni eneo ambalo huwa halitakiwi liachwe peke yake, na ndio kile kinachoendelea duniani. Toka ilivyoanguka dola la Ottoman Empire, juhudi kubwa ya nchi ya Uingereza ilikuwa ni kutengeneza nchi nyingine ambayo ni nchi ya Israel. Lengo la nchi ya Israel ni kuifanya kama ni superpower wa eneo la Mashariki ya Kati ili kuweza kusimamia sehemu ya mwenendo wa eneo la Mashariki ya Kati. Utaratibu huo ndio umekuja vile vile kurithiwa na nchi ya Marekani mpaka leo, kuhakikisha kwamba nchi ya Israel ina uwezo mkubwa wa kugovern katika eneo la Mashariki ya Kati. Jambo ambalo limekuwa likileta sintofahamu ni kuibuka kwa nguvu nyingine ambayo inaonekana vile vile inaweza ikasimama katika njia ambazo Israel wanazo hivi sasa, kwa maana kwamba nchi ya Israel kwa kiwango kikubwa imewezeshwa katika upande wa teknolojia. Hilo ni jambo la kwanza. Maana yake ni kwamba kuna project nyingi zimefanyika, lakini watu wake vile vile wamekutengenezewa mazingira ya kuingia katika section nyingi za elimu duniani ambazo ziko highly advanced, ili kumake sure kwamba wanaweza kukaa au kucompete na yale mazingira walioko. Katika mazingira namna hii hivi sasa inaonekana vile vile kuna nchi ambayo bila shaka ni nchi ya Iran, ina watu ambao wengi wako highly educated, wamesoma vizuri, lakini vile vile athari ya kusoma kwao especially katika upande wa masuala ya sayansi imekuwa ikionekana katika eneo la Mashariki ya Kati. Lakini vile vile nchi ya Israel imewezeshwa katika upande wa silaha, manake uwekezaji katika upande wa masuala ya kiusalama ya jeshi na mfano wake, kupata training nyingi, lakini vile vile kuwekeza katika upande wa silaha kuliko nchi nyingi katika eneo la Mashariki ya Kati. Katika muundo huo manake hivi sasa vile vile kuna nguvu nyingine ambayo inaonekana imewekeza pia katika upande huo. Kutokea kwa au kupatikana kwa hii nguvu mbadala ambayo inaonekana iko katika eneo la Mashariki ya Kati imekuwa ni chanzo cha mzozo ambao umekuwa ukiendelea hivi sasa, na ndio maana katika ile round table, ile meza ya mzunguko ya kuhakikisha kwamba hakuna nguvu nyingine inayoarise katika eneo la Mashariki ya Kati, kuanzia katika zama za kina Saddam Hussein kuweza kuondoshwa, lakini vile vile kuja kuondoshwa kwa watu kama kina Muammar Gaddafi, kuja kuondoshwa kwa watu kama kina Bashar al-Assad na mfano wake. Maanake mwendo huo ulitakiwa uhitimike katika nchi ya Sudan, jambo ambalo katika nchi ya Iran, jambo ambalo linaonekana kwamba kwa hivi sasa halijaweza kufanikiwa. Katika mazingira namna hiyo, maanake ni kwamba eneo linalobaki katika eneo la Mashariki ya Kati linakuwa lipo katika dilema, kwa sababu kwa kiwango kikubwa watawala walioko katika eneo la Mashariki ya Kati ni kama watawala ambao wametengenezwa kupitia mfumo uliotengenezwa kwamba siku zote wataendelea kufata amri ya wakuu wao ambao actually ni nchi kama za Marekani, na kipindi cha nyuma ilikuwa nchi kama ya Uingereza na mfano wake, au na nchi vivyo kama ya Ufaransa, kwa kuzingatia kwamba ilipoanguka dola ya Ottoman Empire, nchi ya Ufaransa na nchi ya Uingereza walikuwa wana mkataba wa siri unaojulikana kama Sykes-Picot Agreements ambao ulisainiwa takriban mwaka 1916. Kwa hiyo hata kipindi ambapo jamii ya Waarabu wakifanya ile maasi ya kuangusha ile dola ya Ottoman Empire wakiongozwa na Sharif Hussein alikuwa mtawala katika mji pale wa Makka, ambaye baadaye naye alikuja akapinduliwa na baba wa hawa wanaoongoza sasa hivi katika nchi ya Saudi Arabia, au babu yake kina Muhammad bin Salman. Maana yake ni kwamba wakati wao wanapambana kuondoa dola ya Ottoman Empire ili watengeneze taifa moja la Kiarabu ambalo ni kubwa, nyuma ya pazia nchi ya Uingereza na nchi ya Ufaransa walikuwa wana mkataba wa kuigawanya eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana ya kwamba Ufaransa iweze kuchukua maeneo kama ya Lebanoni na maeneo kama ya Syria, lakini vile vile Uingereza waweze kucontrol maeneo kama ya Iraq, maeneo kama ya Transjordan ambayo maana yake inakusanya maeneo kama ya nchi ya Jordan yenyewe na sehemu kama ya Palestine kwa kipindi kile ambayo sasa hivi inajulikana kama Israel. Kwa hiyo ukiangalia maana yake ni kwamba eneo hili la Mashariki ya Kati kwa kitambo kirefu wale wanaotawala katika eneo husika, maana yake ni kwamba walitengenezwa katika mfumo wa kuendelea kuwa na connection na sehemu ya nguvu inayotoka katika upande wa nchi za Magharibi. Katika kipindi cha nyuma ilikuwa nchi kama ya Uingereza na nchi kama ya Ufaransa, lakini kwa hivi sasa hasa ni nchi ya Marekani. Na ndio maana inaonekana kwamba hata katika uchaguzi ambao ulipita katika nchi kama ya Iraq, nchi ya Iraq walikuwa kuna watu wawili wanashindana. Kulikuwa kuna Muhammad Shia al-Sudani ambaye alikuwa ni waziri mkuu katika nchi ya Iraq, lakini vile vile akishindana na Nur al-Malik aliyepata kuwa waziri mkuu katika siku za nyuma. Lakini Nur al-Malik alikuwa hakubaliki kwa Marekani.
kwa sababu baada ya kuanguka kwa utawala wa Saddam Hussein, ulivyokuja utawala wa Nur al-Maliki kama waziri mkuu katika nchi ya Iraq, mwisho wa siku alipeleka kiapo chake cha utii katika nchi ya Iran. Katika mazingira namna hiyo ni kwamba Marekani ni kama waliinjinia mpango wa ile wanaita Islamic State kuitikisa nchi ya Iraq, kutikisa nchi ya Syria, lakini mwisho wa siku Marekani waliweka sharti ili kuweza kuisaidia nchi ya Iraq ni lazima Nur al-Maliki aweze kuondoka madarakani. Nur al-Maliki alipoondoka madarakani, akaja Haidar al-Abadi. Mwisho wa siku Marekani walikwenda kutoa support katika nchi ya Iraq, na ndio maana hata sasa hivi Nur al-Maliki alipotaka kurudi tena madarakani kwa awamu nyingine, Marekani walisema kwamba Nur al-Maliki akirudi katika nchi ya Iraq watastopisha support zao zote katika nchi ya Iraq. Mwisho wa siku akaja akaingia Ali al-Zaidi ambaye ndio waziri mkuu sasa wa nchi ya Iraq, na kiapo chake cha utii kinaonekana kwamba kimeelekea katika nchi ya Marekani. Na ndio maana kazi yake ya kwanza ilikuwa ni kuwatia adabu watu wote wanaopatikana katika nchi ya Iraq, wale wanasiasa ambao wapo katika mfumo wa kuitumikia nchi ya Irani ndani ya nchi ya Iraq. Mwenendo wake umekaa hivi. Kwa hiyo kiuhalisia ni kwamba wale watawala katika eneo la Mashariki ya Kati wengi wametengenezwa hivyo, na wale ambao walikuwa wanaonekana kwamba hawaendani na hicho kiapo cha utii, mwisho wa siku hivi sasa ni kama hawapo tena. Maanake kina Bashar al-Assad tena hawapo, kina Muammar Gaddafi hawapo, kina Saddam Hussein tena hawapo. Wale wote walikuwa wanaonekana mwenendo umekaa hivyo, maanake hivi sasa tena hawapo. Shida inayotokea hivi sasa ni namna gani hawa iliyowalea watawala wa eneo la Mashariki ya Kati inavyohangaika kwa hivi sasa kusimika tena ule utawala wake na kuweka hakikisho kwamba yenyewe bado ina nguvu katika eneo la Mashariki ya Kati. Nao si power nyingine kwa hivi sasa, ni power ya nchi ya Marekani. Upinzani ambao imekuwa experience kutoka katika nchi ya Iran na sera ambayo sasa hivi imekuwa adapted na nchi ya Iran, especially kama sera za kutumia zile offensive strategy za kushambulia maeneo tofauti wanapoona kwamba kuna hatari pasi na kujali vitisho vya nchi ya Marekani. Hili ni jambo ambalo kwa upande mmoja au mwingine limetikisa sehemu ya mizizi ya muda mrefu ambayo ilikuwa inaleta hakikisho la ulinzi na usalama na ustawi wa eneo la Mashariki ya Kati chini ya ushawishi wa kutoka upande wa magharibi mwa dunia. Kwa hivyo changamoto iliyoko hivi sasa ni namna gani hii jamii iliyopo katikati ambayo kwa muda mrefu ilikuwa ikiamini kwamba support kutoka katika nchi ya Marekani, ulinzi kutoka katika nchi ya Marekani ndiyo njia pekee ya wenyewe kuwafanya waweze kusurvive katika eneo la Mashariki ya Kati, baada ya kuonekana kwamba hivi sasa kuna nguvu mbadala ambayo inaweza ikafanya uwepo wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati ukawa ni uwepo ambao hauna hakikisho la moja kwa moja. Lakini changamoto inakuwa ni sehemu ya pili kwamba kuwepo kwao katika uongozi, viongozi wanapatikana katika nchi kama za Qatar, nchi kama za Bahrain, nchi kama za Kuwait, Saudi Arabia na maeneo mengine, Jordan, manake ni watu ambao kiasili mifumo ndio iliyowalea wao kuwepo pale. Kukataa mfumo uliokufanya uwepo pale madarakani, manake mwisho wa siku ni kutengeneza mazingira ya wewe kuja kuondoka madarakani kwa staili ya namna yote. Na unaweza kuona katika nchi kama ya Saudi Arabia, King Faisal, Mfalme Faisal ambaye alikuwa ni moja katika watawala wazuri katika nchi ya Saudi Arabia, baada ya kuondoka kwa mtawala wa kwanza wa hii nchi ya Saudi Arabia, yule King Saudi mwenyewe, alipokuja mwanae Faisal kuja kutawala, mwisho wa siku ni kwamba misimamo yake ilikuwa ikisigana na baadhi ya fikra za watu wa nchi za Ulaya. Lakini vile vile harakati zake zilikuwa moja kwa moja ziko wazi dhidi ya nchi kama ya Israel, ambayo uwepo wa Israel katika eneo la Mashariki ya Kati ni kwa lengo la kutengeneza na kusimamia ajenda ya kuhakikisha kwamba eneo la Mashariki ya Kati haliondoki katika control ya nchi za Magharibi. Mwisho wa siku kilichotokea ni kwamba Mfalme Faisal aliuliwa na ndugu yake mwenyewe. Kwa hiyo mazingira yamekaa katika muundo wa namna hiyo, na maana kukataa kusimama na mfumo uliokufanya ubaki madarakani ni kukataa kiti chako. Ndio mazingira yaliyopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa hiyo changamoto iliyoko hivi sasa, je, nguvu iliyoibuka sasa hivi ya nchi ya Iran
itabadilisha kitu gani katika mfumo wa utiifu uliojengwa kwa muda mrefu katika eneo la Mashariki ya Kati kupitia wale watawala waliopo katika eneo la Mashariki ya Kati. Ni jambo ambalo bila shaka linahitaji umakini katika kulifuatilia na kuliangalia, na tukitaraji kwamba huenda harakati hizi ambazo zinaendelea sasa hivi katika eneo la Mashariki ya Kati likihusisha nchi ya Marekani pamoja na nchi ya Iran, huenda ikawa na muonekano wa tofauti kutoka katika kile ambacho tumekizoea katika siku zote za nyuma. Bila shaka bado tuna muda kuendelea kulifuatilia jambo husika, tukitaraji kwamba huenda katika muda ujao tutapata tafsiri iliyokuwa bora zaidi ya hii ambayo tumekuletea. Jina langu naitwa Maulid Ali Mnukwa, ni kuombe uendelee kufuatilia vipindi vyetu, na ni kuombe usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Uwe na muda mwema.